utoaji hauna limit ya kusema mimi sifai kutoa. Hapana. Ni kila mtu ambaye hata kipindi cha Yesu maskini walileta zaka. Ama walileta. Ina maana kwamba utoaji wa zaka kwa wakubwa, kwa wadogo, kwa wahubiri na wasio wahubiri, wote wanafaa kuleta zaka katika hazina ya Mungu. Kwa hivyo ninawashukuru sana wote ambao tumeweza kuunganika hapa katika sabato ya leo. Si kwa nguvu zetu, lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Na leo ikiwa ni sabato, siku ya ubatizo. Na ikiwa ni siku ya ubatizo, kuna mambo mengi ambayo Biblia inazungumzia kwa wale ambao wanaenda kubatizwa. Na Biblia imetofautisha ili mtu ambaye anajua anataka kubatizwa anafaa afahamu jambo ya kwamba anashindana. Ina maana kwamba unapokuja hapa ufahamu unakuja kushindana. Na ni vizuri pia ujue unashindana na nani na vita ambao unashindana nazo ni vita za aina gani. Ndiposa Paulo akatufundisha katika Waebrania. Ningependa mtumishi tuwe kwa neno moja, Waebrania 12:2 ama anzia pale moja. Tuone ni kitu kipi ambacho Paulo anazungumzia kwa wale ambao wako tayari kujiunganisha katika ubatizo ama katika mwili wa Kristo. Ningependa tuweze kuandamana kwa dakika kama 20 au 30 katika mafundisho fupi tu, lakini kama utakuwa umetega sikio lako kwa undani, kuna kitu ambacho unaweza kukipata. Waebrania 12 fungu la kwanza. Waebrania 12 mstari wa 1. Biblia inasema hivi, ningependa tubishi watu usaidie na ule jamaa ule mtumishi mwingine kidogo tu kwa leo. Waebrania 12 fungu lake la kwanza na la pili. Biblia inasema, wacha iseme, basi na sisi pia. Sasa sikia Paulo anasema sisi ambao tumeamini ujumbe huu, anasema na sisi pia kwa kuwa tunasungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Paulo anasema sisi watu ambao tumeamini ujumbe huu tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Wakina nani hao? Si malaika. Na kazi ya malaika katika kuzunguka watu ambao kupata ujumbe ni kuwadhibitisha katika imani. Maana kuna watu ambao katika imani watanyanyuliwa katika imani, na kuna wengine pia watakuwa na udhaifu wao. Kwa hivyo kazi ya malaika ni mashahidi katika imani yetu. Endelea. Inasema na tuweke kando kila mzigo mzito. Kwa sababu ndio kuna point. Anasema na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ikizingaye kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi. Sasa anasema na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyo mbele yetu. Hapana, tupige mbio kwa kuangalia wachungaji. Tupige mbio kwa saburi. Hapana, katika yale mashindano. Kwa kupiga mbio tukiangalia elders. Tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyo mbele yetu. Kwa hivyo mashindano yetu ambayo yako mbele yetu ni ya kupiga mbio, ya kufanya nini? Inasema tukimtazama Yesu. Sasa mimi nasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu. Tulia. Mimi natuambia tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha imani yetu. Imesema tukimtazama mchungaji, tazama Kristo. Imesema tukimtazama msedi, tazama Yesu. Mimi nasema tukimtazama Yesu. Inasema hivi, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwa hivyo mwanzilishi na mwenye kutimiza imani yetu ni nani? Kristo Yesu. Unajua katika society hii ambayo tunaishi, ama katika imani, ama katika kundi ambalo wanajiunganisha katika safari ya imani, wengi wao wanaweka macho yao sana kwa wachungaji ama viongozi wa makanisa. Unajua kuna watu ambao hawaendi mahali kusikiza ujumbe kama mtu fulani hayuko, anakuuliza acha kopana kama hayuko hizi kuja. Ina maana kwamba hajamtazama Kristo, anamtazama nani? Lakini Biblia inatuambia tukimtazama Yesu na mwenye kuanzisha imani yetu. Kwa hivyo macho yetu yote wana ambao wanaenda katika ubatizo, macho yetu yote inafaa kuangalia nani? Inamwangalia Yesu. Na pia Paulo
hakukomea pale. Kuna jambo pia aliambia Timotheo katika Timotheo 2:1. Tuna ni kitu kipi ambacho Timotheo aliweza kuambiwa na Paulo katika safari ya imani. Timotheo 2:2 fungu la kwanza inasema, lakini wewe nena mambo yapasayo mafundisho yenye uzima. Timotheo 2, samahani, Timotheo 2. Moja. Basi wewe mwanangu. Sasa Paulo akaambia Timotheo, basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema. Uwe hodari katika neema. Ina maana kwamba kila mtu ambaye ako mahali hapa ni lazima awe hodari katika neema, kwa sababu vita ambazo tunapigana nazo si vita za kimwili, ni vita za kiroho. Basi Paulo akaambia Timotheo, na Paulo pia haambii Timotheo peke yake, anaambia kila mmoja wetu ambaye amekubali kuandamana na Kristo. Anakuambia, basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale, anasema na mambo yale yasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Tulia. Akamwambia, basi na mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Ina maana ujumbe huu ulipohubiriwa kulikuwa na mashahidi walikuwa pale. Mfano ulipokuwa pale Mudhurwa, umezungukwa na Kanjo, ni mashahidi. Umezungukwa na vijana ambao kwa street wanakuzunguka pale, anasikiza ujumbe pale. Umezungukwa na mahokas. Sasa Biblia inasema na mambo yale uliyoyasikia kwenye watumishi wakina Musembi, wakina Ndacha, wakina Fulani, mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi. Hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ina maana kwamba kama umeweza kusikia ujumbe huu, kama umekubali kufuatana na Kristo, haikomei pale. Maana lengo letu si kuhubiri Kristo peke yake. Lengo letu ni kuwaelimisha watu katika haki. Biblia inasema mambo yale uliyosikia kwa watumishi waliohubiri wakabidhi na wengine. Ina maana kuna watu ambao katika safari ya imani hawakabidhi watu wengine ujumbe. Kwa hivyo unapoelekea kwenye ubatizo, ufahamu kwamba yale mahubiri ambayo umefundishwa na watumishi wa Mungu inafaa wakabidhi na wengine. Ujumbe ule usipone kwa wakabidhi na wengine. Endelea. Ushiriki taabu pamoja nami. Kurudia. Ushiriki taabu pamoja nami. Karibu kwenye taabu. Paulo anasema ushiriki taabu pamoja nami. Tulia. Ina maana kwamba katika safari ya imani, unajua unapokuwa katika makanisa yale ambayo yameanguka, unaambiwa ukikubali Kristo, mambo yatakuwa hivi, mambo iko sawa, mambo itakuwa sawa. Lakini Paulo anatuambia ushiriki taabu pamoja nami. Ina maana kwamba katika safari ya imani hii hatujakuja kuhubiria ya kwamba kuna usalama uko mbele yako. Hapana. Karibu kwenye taabu ambayo iko mbele yetu. Na hiyo taabu, mojawapo ya taabu ambayo iko mbele yetu, unaanza kuambiwa umeingia Illuminati, umeingia katika ushirikina. Utaanza kuambiwa kwamba wewe unaacha imani kwa kuzitu. Paulo akasema ushiriki taabu pamoja nami. Na mojawapo ya taabu ambayo ya kwanza ambayo mtu ambaye anaenda kupata siku ya leo na wengine wote ambao wataingia ndani, ya kwanza ni hii. Mathayo 10:34. Hiyo ni taabu ya kwanza kwa ule mtu ambaye amekubali kushiriki taabu katika safari ya imani. Taabu ya kwanza ni katika Mathayo 10:34. Na inasema, mzani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Sasa Yesu akaambia wanafunzi wake, na akatuambia sisi ambao tunaishi kipindi hiki, akamwambia msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La. Sikuja kuleta amani. Yesu akasema sikuja kuleta amani, bali upanga. Lakini upanga. Endelea. Inasema, kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Sasa wale ambao wanakubali ujumbe ule ambao watakuwa nao, yeye anasema nimekuja kumfitini mtu na nani? Na babaye. Na binti. Na babaye. Na mkwe mtu. Na ndugu za mtu. Sikiza hiyo point.
Yesu anasema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Hapana, adui za mtu ni hoka. Ni wale wa nyumbani mwake. Hapana, adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Biblia inasema adui za mtu ni nani? Ni wale wa nyumbani mwake. Hapana, mimi naona adui za mtu yule jamaa mnafanya naye kazi. Adui za mtu. Kwa hivyo adui wa kwanza wa mziki taabu katika imani hii nani? Ni wa kweli. Ni wa kweli. Hapo ndio mambo inaanzia. Adui wa kwanza katika safari ya imani ni watu wa nyumbani mwako. Inafika mahali mzazi wako anakuambia mimi leo sitakulipia school fees. Kama umekubali kujiunga pale, mimi hapo siyuko. Na wengi tumepata ushuhuda mwingi. Mwingine anakuja anakuambia mimi nilipoamini imani hiyo nimeweza kutengwa. Bwana akasema tushiriki taabu pamoja nami. Sasa taabu ya pili ni hii. Unapoelekea kwenye ubatizo, taabu ya pili ni hii katika Timotheo wa kwanza 3:15. Unajua, endelea hiyo andiko kidogo. Nimesema ushiriki, endelea hiyo andiko kwanza, hiyo Mathayo 10. Mathayo 10:34 pale chini. Adui inasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Biblia inasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Wale wa nyumbani mwako. Tulia. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Unajua kuna nyumba mbili. Naam. Nyumba ya kwanza wewe, baba yako na makuzo. Hao pia ni marafiki, yani adui wa nyumbani mwako. Hakuna habari hao pia. Sasa nyumba ya pili, Timotheo wa kwanza 3:15. Huyo ni adui wa pili. Timotheo ni wa kwanza. Timotheo wa kwanza 3:15. 3:15 Biblia inasema, wacha iseme. Na bila shaka siri ya utawa ni kuu. 3. Wa pili ama wa kwanza? Ni wa kwanza ama wa pili? Nikigawia wa kwanza. Inasema 15. Lakini nikigawia. Sasa hiyo ndio nyumba ya pili. Biblia inasema lakini nikigawia. Baada ya kujua jinsi wabazano watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai na nguzo na msingi wa kweli. Kwa nyumba ya pili ni kanisa. Kwa hivyo taabu ambao unashiriki ya pili ni watu wa kanisa. Unajua kuna wengi wa kanisa na sisi wa Adventista wa Sabato wana matengenezo. Lakini kuna nyumba nyingine ambayo unaweza kukumbana nao inaitwa National Adventist. Watakwambia umepotea. Wataanza kukuandama one by one. Wale ambao wanashuhudia kwenye mitandao wanaona. Watakwambia umepotea, nyumba ni hii. Lakini sasa kwa nini wanaambia hao wamepotea? Kwani hao wamefanya nini ambao wamepotea? Hao ambao wanaambia wamepotea wamefanya nini? Nipatie Isaya 61:4. Kazi ambayo itafanya watu hawa wataifanya hii kazi kwa bidii. Wale ambao watarudia ujumbe huu watakapoendewa na hao watu wakiwa wamepotea watakuwa wakifanya hivi katika Isaya 61 inasema nao watajenga mahali pakale. Sasa hao watu watakuwa wanajenga mahali pakale palipoharibiwa, watainua mahali palipokuwa ukiwa samani, watatengeneza miji. Kwa hivyo wanaitwa aje? Wana matengenezo. Kwa hivyo wataitwa wana matengenezo. Kwa hivyo hawa wana matengenezo watakujiwa na nyumba nyingine, wanaambia nyinyi mmepotea. Lakini hawa kazi yao itakuwa kutengeneza. Kwa hivyo taabu ya pili itakuwa ni kanisa ndani ya kanisa. Sasa taabu ya tatu ni gani? Taabu ya tatu kwa wale ambao wanaingia kwenye ubatizo. Yohana wa kwanza 2:15. Taabu ya tatu. Yohana ni wa kwanza 2:15. Biblia inasema usipende dunia. Sasa Biblia inasema usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia. Sasa Yesu akapatia agizo kwa wale ambao wanaenda kwenye ubatizo lakini bado hawajaamua. Unajua zamani ikiwa kwenye jeshi la wokovu ilikuwa nabatizwa ili nipate cheti. Ili niende kupata hiyo tu. Siko naamini unapatiwa cheti unaambia hii utapata naye.
Na wengi Biblia inasema mtu akipenda dunia, inasema hivi, usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia. Sasa Yesu akapatia agizo, mtu akipenda dunia, kumpenda Baba akumo ndani yake. Hivyo kama umekuja hapo kwa ajili ya ubatizo, lakini kuna mambo ambayo unayafanya, ujue kuna agizo ambalo umepewa. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba akumo ndani yake. Ina maana kwamba ni vizuri unafanya uamuzi ukijua kwamba kuna mambo ambayo unayatenda, unafanya nini? Umeacha. Usiende kuogelea. Unajua ubatizo si kuogelea. Ubatizo ni kukiri kwa moyo wako ya kwamba sitaki mambo ya dunia tena. Sitaki. Kwa yule ambaye anaenda kubatizwa siku ya leo, Biblia inasema usipende dunia, kwa sababu ukipenda dunia utakuwa umeogelea. Sasa Timotheo 2:2 endelea ndio andiko. Timotheo wa 2 2 endelea pale kwenye mkono malizia. Inasema hivi, ushiriki taabu pamoja nami. Sasa Yesu akasema kwa wale ambao wamekubali na kufuata nyayo zake, akamwambia ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kama nani? Kama askari mwema. Ina maana kwamba sisi ni askari. Na kama tukiwa askari, kuna yule ambaye anasimamia, ama kuna yule mkuu jemedari hapo mbele yetu. Aniwaulize, unatambuaje mtu akiwa askari? Unatambuaje mtu akiwa askari? Ani utatambuaje yule mtu ambaye anaenda pale Somalia kupigana, utamtambuaje? Jinsi amevalia. Ina maana kwamba ukiwa askari kuna baadhi ambao unafaa unalivalia, unaonekana kama askari. Na huo unakula ovyo ovyo askari. Hapana. Biblia inasema kurudi ile andiko Timotheo wa 2 ushiriki 2:3 ushiriki taabu pamoja nami. Unasikia andiko vizuri. Biblia inasema ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Kama askari mwema wa Kristo nani? Yesu. Ina maana yule ambaye ni askari wa Kristo lazima awe na vazi kama na askari. Kama ulikuwa kijana unasaka nguo inafika hapa, Yesu uniform. Kama unavaa dress ya see-through, Yesu uniform. Kama ulikuwa unasuka nywele, Yesu uniform. Biblia inasema ushiriki taabu pamoja nani? Kama nani? Askari mwema wa Kristo Yesu. Askari mwema wa Yesu Kristo. Kile kitu ambacho Yesu ameeleza katika maandiko lazima ushiriki kama askari mwema. Akisema maana askari akisema twende right, lazima uende right. Akisema uende left, lazima uende left. Isiwe Yesu anasema twende right, wewe unasema hapana, nenda left. Biblia inasema ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa nani? Wa Kristo Yesu. Kama askari mwema wa Kristo Yesu. Endelea. Inasema hakuna apigaye vita. Nasikia andiko. Biblia inasema hakuna mtu yeyote apigaye vita ashirikiaye katika shughuli za dunia. Hiyo ndio point. Hakuna mtu ambaye ataenda kwenye vita safari imani atashirikisha na mambo ya nini? Ya dunia. Na mambo ya dunia. Mambo ya dunia. Na Paulo kaendelea kusoma katika Kolosai 3:1. Kolosai 3:1. Kolosai 3:1. Weka tu kamba pale. Biblia inasema 3:1 Kolosai. Naam. Basi mkiwa sasa baada ya kupokea ujumbe, baada ya kuamini ya kwamba umemkubali Kristo, Biblia inasema soma andiko. Basi mkiwa sasa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Atafanya nini? Yatafuteni yaliyo juu. Hapana. Yatafuteni ya Manchester. Yatafuteni yaliyo juu. Hapana. Yatafuteni ya Bongalo. Yatafuteni yaliyo juu. Yatafuteni ya nini? Yaliyo juu. Kwa askari mwema katika safari imani anatafuta gani? Anatafuta yaliyo juu. Ina maana
atapatikana tawa kiandamana. Ina maana mtu kama huyo hatapatikana kwenye hall za mpira akishangilia Manchester damu, anashindwa tumii Manchester damu. Ina maana katika moyo wake kufufuliwa ndani anaona damu ya nini? Ya Manchester, si ya Kristo. Ina maana hautapatikana katika umefunga leso kutusi majirani. Utatambua leo wewe uko kwenye kiuno, utatambua leo. Rudia andiko. Inasema hivi, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, basi ikiwa utabatizwa na ufufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Basi anza kutafuta yaliyo juu. Endelea. Yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu. Sasa yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nje. Sasa usianze kufikiria ati nani atakuwa rais wa 27. Sasa kufikiria hiyo. Sasa kufikiria hao kwa nini au kupita yeye. Anza kufikiria wapi? Yaliyo juu. Anza kufikiria yaliyo juu. Endelea. Inaendelea ikisema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nje. Yaani usifikirie yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa. Sasa ndio kuna point. Kwa sababu kwa maana mlikufa na uhai wenu umekuja pamoja na Kristo katika Mungu. Unajua itakuwa ajabu ya kwamba utakuwa umekufa tena kesho unakuja unasema unaenda kazi siku ya Sabato. Utakuwa umekufa nini? Itakuwa balaa. Leo unaenda kubatizwa, umekufa na umefufuliwa katika Kristo, lakini bado unazungumza mambo ya siasa. Itakuwa balaa. Unazungumza mambo ya senati. Itakuwa balaa. Itakuwa balaa sana. Endelea. Inasema hivi, Kristo atakapofunuliwa. Sasa Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo nanyi ninyi mtafunuliwa pamoja naye. Tutasoma 6 inasema hivi, kwa ajili ya mambo hayo kuja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mliotembea zamani mlipoishi katika hayo. Sasa tunaambiwa ya kwamba utakapoingia kwenye maji, utakapofufuliwa upya, kuna mambo ambayo ulikuwa unaishi ndani. Kama ulikuwa mtu wa duniani, kama ulikuwa maongezi yako ya duniani, utakutazama haoni tofauti ya wewe na yeye. Unajua kuna watu katika imani hawezi tofautisha huyo mtu na mtu wa dunia. Kwenye nguvu za mtaani yeye akupane tu. Ani mambo ya uchafu. Sasa mimi nasema katika hayo ulifanya nini? Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa umebatizwa na umefufuliwa upya. Yawekeni mbali nanyi. Afao unaanza kuweka mbali. Kama ulikuwa haufanyi mambo ya utoaji, anza kutoa. Kama huko unashiriki katika mambo ya utoaji katika mikutano, anza. Maana ya kale yameweza kupita. Endelea tutakumi. Bado. Endelea sema hivi. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi. Kwa anatuambia yale ambayo yalikuwa zamani tuweke mbali. Hayo yote hasira. Ya kwanza ni hii. Yale ambayo ulikuwa ndani zamani, ya kwanza ni hii. Inaitwa hasira. Ya kwanza ni hasira. Kama ulikuwa unaongeleshwa na mtu mara moja na uvumilii na mtu na yeye, anasema unaacha nayo, unaanza kuwa pole. Unaacha kuwa na hasira. Pili, na ghadhabu, na uovu, na matukano. Hapo ndio kuna balaa. Hapo ndio kuna balaa. Ikiwa umekubali ya kwamba umemkubali Kristo ama kuzaliwa upya, unafaa kuavoid mambo na matukano. Maana Yesu alipotukana alirudisha, akasema alipoambiwa huko akasema hata wewe kwa wewe. Alipotukanwa alimwambia pia wewe. Hakurudisha hata neno. Ina maana alipotukanwa hakurudisha. Sasa
Ikiwa umezaliwa upya, umefufuliwa upya, utaikutusi. Unaamka naye mara hiyo hiyo. Wafanye kurudisha, endelea. Endelea sema. Na matukano na matusi vinywani mwenu. Na matusi ni balaa kwa mama zetu. Balaa. Majirani wakae na amani. Wanajua mke fulani akiingia. Unajua inakuwa balaa. Mama akiingia kwa nyumba ama mzee, watoto wote jikoni. Ndio. Unajua simba ameingia. Simba aliingia. Nasikia mama anaambia mtoto, ng'ombe hii pita hapa. Ndio kuna mwingine aliambia mtoto mwingine, ng'ombe hii mtoto wewe ndio ndama, wewe ndio ng'ombe. Yaani matukano yamejaa vinywani mwa mama. Endelea sema hivi. Na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo. Sasa msiambiane uongo. Hapo ndio kuna balaa. Mtu anakuambia uko wapi? Anamwambia uko town. Ndio umelala bado. Ama ukiambu. Yaani mtu anakuambia unakuja saa ngapi? Tupatie dakika 2. Inaisha 30. Yaani unakuwa muongo. Kama hizo ni vitu za kale ambazo ulikuwa unaishi ndani. Biblia inasema ya kwamba ya kale yaliyopita haufai kuwa ndani yao tena. Sasa ni maendelea. Endelea sema. Msiambiane uongo. Sasa msiambiane uongo. Mfano, tuliambiana ya kwamba tutamaliza makambi lini kulipa? Mwezi wa 6. Sasa tunaelekea mwezi wa 7. Tulikubaliana kwamba ikifika the end month of June tutakuwa tumelipa pay zote. Lakini saa hii hata kusukuma, tusiambiane uongo. Maana uongo hauingii mbinguni. Unajua kuna madogo watu huchukulia kama mzaha. Si mzaha. Biblia inasema uongo hauingii mbinguni. Usitarajie ya kwamba utaingia tu hivi. Utakuwa unashika amri zote, lakini kuna mambo dogo ambayo unayapuuza tu. Endelea. Usiambiane uongo. Inaendelea kusema kwa kuwa mmefua kabisa utu wa kale. Sasa rudia. Inasema kwa kuwa. Sasa kwa kuwa mmefua kabisa utu wa kale. Sasa kwa kuwa mmefua utu wa kale. Inasema pamoja na matendo yake. Pamoja na matendo. Ina maana kwamba ule utu wa kale, ule utu wa kale ambao ulikuwa nao zamani, lazima uweze kuvua. Unajua unapoelekea kwenye ubatizo, lazima kuna mashahidi wanakuangalia. Ndio ishara ubatizo, wanashuhudia ya kwamba ndio ule teja. Wale ambao wanalala tuamke. Naona iti. Wale ambao wanalala waweze kuamka. Amsha jirani yako. Amsha jirani yako. Sasa rudia ndiko. Inasema hivi. Kwa kuwa mmefua kabisa utu wa kale. Sasa ule utu wa kale ambao ulikuwa nao. Kwa kuwa mmefua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Isiwe ya kwamba naenda kubatizwa lakini maskini naenda kuogelea. Ili ungeenda pale pwani uogelee siku nzima. Kuliko uingie ndani na bado tu ule utambao ulikuwa na zamani bado utakuwa tu ndani. Utakuwa umefanya kazi ya bure. Sasa ni kwa nini? Somo la Korintho wa 5:17. Kuna kitu ambacho Paulo anazingatia sana kwa wale katika masuala ya ubatizo. Usichukulie ubatizo kuwa ni mzaha ama jambo la kawaida. Hii lazima uvue utu wako wa kale. Soma. Inasema hivi 5:17. Wakorintho wa 2. Hata imekuwa mtu alikuwa ndani ya Kristo. Paulo pia anasisitiza
kama mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Hapana, taanza kurudia yale ya zamani. Amekuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Ina maana kwamba mtu akimtazama anaona nani? Anaona Kristo. Anaona Kristo ndani yake. Isiwe mtu anakutazama anaona balaa mbele yake. Unajua kuna mtu akipita mahali watu wanaangalia chini. Ni matengenezo. Kuna mtu kwa ploti majirani wanalia 24/7, viatu hakuna, nguo hakuna, ni matengenezo. Ani yeye tu. Kuna mtu kwa ploti jirani akijua isikia, lakini alileta msichana anaangalia. Yaani kuna mambo mengine ambayo mtu wa kanisa anayafanya hata mtu wa dunia hawezi kuyafanya. Hawezi kabisa. Sasa Biblia inatuambia kwamba yule mtu, yaani mtu akiwa ndani ya Kristo basi lazima awe kiumbe kipya. Sasa ndio Timotheo hiyo ya pili ndio pale chini, alafu tumalize. Inasema hivi Timotheo wa pili 2:4. Hakuna apigaye vita. Sasa Biblia inatuambia na tumeambiwa kwamba tu kwenye mashindano ni lazima ufahamu unashindana na nani, na hizi vita unashindana na nani, na wewe kama unashindana kwa nini? Lazima ufahamu. Unajua mtu ambaye anashindana kwenye mpira ama kwenye mbio anajua atapata nini? Si ndio? Anajua labda atapata gold ama silver ama bronze. Sasa ukiwa kwenye mashindano hii ya imani, sasa hii si ya dunia, hii ya imani, lazima ufahamu unashindania nini na unashindana nani. Sasa Biblia inatuambia hakuna apigaye vita, ajitaye katika shughuli za dunia. Ajitaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye. Ina maana kwamba isikupate hasarani. Kuna goromaya na Yesu sipatikane. Isikupate kamkunji ukiona hao. Isikupate huko. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anafanya nini apigaye vita ajitaye katika shughuli za dunia. Endelea. Ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Ina maana kwamba kuna yule ambaye ametuandika ili tuwe nini? Tuwe askari. Ili tuwe askari. Kwa hivyo askari mwema lazima katika hizo vita uwe na mavazi ambayo yanaonekana. Napata mtu amenunua jezi anaandika tega. Si ndio unajua ni tega. Sasa unaandika kazi gani? Yaani katika mambo za dunia vijana kama ulikuwa unavaa ni finished. Unajua zamani tulikuwa tunaangalia mtu ambaye anarukia tunasema ni waziri. Lakini kumbe kuna waziri ndani ya kanisa. Mtu na kwa maana asante. Tulikuwa tunasema wazimu wanapatikana wapi? Kwenye somo. Lakini ndani ya makanisa ndio kuna mawazimu wengi. Ni lazima uweze kuwa na uniform ya askari wa Yesu. Usikuje tunatembea duniani. Ndio kuna nguo ambazo hata ukiziangalia Yesu anasema huyu si askari mwema tena. Anasema huyu si askari mwema. Kuna mtu anakuja na jeans ndani ya ibada na t-shirt imeandikwa sehemu ya ng'ombe. Unakuja na viatu za kukimbia inaitwa road kama mbio. Unakuja vile umevaa kiholela, lakini ukiandikwa mahali ambapo ni mashuhuri kwenye sherehe ya nini? Nisikia mbeo kiniambia hapo kwa nini tunafaa kuzungumzia kwa tunajua tunazungumzia sisi. Sitaki kujua sana. Mahali ambapo kuna mankuli jamaa anavaa vinajaiva mpaka
Yule ambaye hapo anamwangalia kipita, ndio unaenda wapi? Naenda kwa mankuli. Inafaa angalau mtu akikuangalia anaona unaenda kwenye ibada. Unajua kuna watu ambao hata wanaona hivi kuja hadi kuvaa kwenda kwenye ibada. Kuna mtu anakuja kwenye ibada hata hana Biblia. Hana Biblia kabisa. Anakuja tu linalivyo. Sasa hizi vita unashindaje? Hizi vita unashindaje? Unakuja kwenye ibada. Hata mtu anataka kuuliza umetoka wapi? Nimetoka chacha, nakwambia yeye hapana. Yeye ni uongo. Unafaa uwe na silaha. Unajua askari lazima uwe na silaha. Si askari wana bunduki. Unataka kuniambia ya kwamba askari ile maandamano ambayo yanafanyika raia muone ana bunduki. So utamdharau. Lakini akiwa na bunduki wanatembelea barabara. Ina maana katika hakuna mtu ambaye apigaye hizi vita lazima uwe na silaha. Na hiyo silaha ni niweka kamba hapo. Efeso 6:17. Tuone silaha hii ambayo tuko nayo. Ni nini? Inasema hivi 17. Tena ipokee chepeo ya wokovu. Sasa tunaambiwa tupokee chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao neno la Mungu. Kwa hivyo yule ambaye anapigana vita anajua anapigana nini, lazima una nini? Kwa neno la Mungu. Au na neno. Inakuwa maajabu ambayo kuna jicho wanatengeneza. Sasa unatengeneza nini? Uko na simu 30,000 lakini Biblia 1,200 hauna. Unapigana nini sasa? Sasa rudi pale Timotheo, tumalize pale. Timotheo 2. Inasema hivi 5. Inasema hata mtu akishindana katika machezo. Sasa Paulo anatuonya sisi kama washindani katika safari ya imani. Anatuambia hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji. Na huyu si mchezo kawaida. Ili vita tuko ndani. Hapewi taji asiposhindana kwa halali. Ati mtu apewe taji kama ashindane kwa halali. Ina maana yule ambaye anashindana hata kwenye mpira ukitenda mtu kwa hiyo ni Yesu ni faulu. Hata kwenye mambo ya imani hakuna mtu ambaye atapewa taji asiposhindana kwa halali. Ina maana kwamba in this journey ya kwenda mbinguni hakuna nini? Hakuna shortcut. Hakuna shortcut kabisa. Hawezi niambia utafanya mambego asije kwenye ibada kwa sababu ya masengenyo udhani utaingia. Haina shortcut. Haina kabisa. Hivyo hakuna mtu ambaye atapewa taji. Lazima ashindane kwa nini? Halali. Lazima ashindane mashindano haya kwa halali. Biblia ikisema left unakuwa left. Ikisema hii ni mbaya, hii ni mbaya. Hivyo hakuna mtu ambaye atapokea taji asiposhindana kwa halali. Endelea. Inasema yampasa mkulima mwenye taabu. Sasa hapo kuna point. Inasema yampasa mkulima mwenye taabu. Ina maana kwamba lazima utakuwa na taabu. Lazima ukubali taabu. Unajua kuna watu ambao wanaamini kwa msisimuko. Anaamini kwa msisimuko, anaenda kubatizwa. Lakini mwana anaposema kupata ule ujumbe, anaposema kuingia. Unajua kuna wakati wanafunzi walimuuliza Yesu, kama mambo yako hivi, ni nani basi anaweza kusimama? Yesu akajibu aje? Kwa binadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu inawezekana. Nafaa unajitia imani hivyo. Nafaa ufahamu kwa Mungu inawezekana, lakini sio kwa binadamu. Wewe mwenyewe huwezi. Hauwezi kabisa. Sasa ni kwa nini utafaulu? Kwa nini utafaulu? Sasa ndio kwenye andiko la Galatia 2:20. Kwa nini utafaulu? Kwa nini utafaulu katika safari ya imani? Galatia 2 fungu lake la 20. Biblia inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Sasa Paulo anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Hapana, amekufa tena bado. Lakini ni hai. Anasema lakini ako hai.
wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Ina maana kwamba ikiwa unataka kufaulu katika mashindano haya, lazima ufanye nini? Ufe. Lazima ufe. Kwa hiyo Kristo wa kweli unapoelekea kwenye ubatizo, lazima ufanye nini? Ufe. Kwa hiyo unaposafishwa ndani, lazima ukufe, alafu nani anafufuliwa? Kristo. Kristo anafufuliwa ndani yako. Ina maana kwamba wewe mwenyewe huwezi kutunza sabato, hauwezi. Hakuna mtu ambaye anaweza kutunza sabato kama Kristo yuko ndani yako. Hakuna. Kwa Kristo akiwa ndani yako, kuna mambo ambayo utayafanya hata watu washangae. Kuna mambo wewe ukimwili huwezi kuyafanya, lakini ukiwa ndani ya Kristo utaweza kuyafanya. Biblia inasema nimesaidia pamoja na Kristo, lakini ni hai. Endelea. Endelea kusema wala si mimi tena. Bwana anasema si yeye tena. Ina maana kwamba utakapobatizwa unafaa uwe tofauti wenye ulikuwa jana na juzi na hapo nyuma. Hatupetaka kukuona vile ulivyo zamani. Endelea. Endelea kusema hivi. Inasema lakini hai. Bwana anasema lakini ni hai. Wala si mimi tena. Anasema si yeye tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Unajua anasema ati si yeye tena. Bwana anasema si yeye tena. Aje? Kwa nini Bwana alikuwa anasema si yeye tena? Kwa nini Bwana anasema si yeye tena? Ina maana kwamba watu walipokuwa wanamuona Paulo kama alikuwa mmoja tangu zamani, walikuwa wanashangaa. Yule jamaa ambaye alikuwa anaua watu. Ina maana hata kama uko hapa unaelekea ndani ya maji mengi, kama kuna mambo ambayo ulikuwa unayafanya, unafaa kutazama, unasema la, Kristo anaweza kubadilisha mtu. Anaweza kubadilisha mtu. Sasa ya mwisho, hiyo Timotheo 2 fungu lake la 2 na 2:7. Timotheo 2 anasoma 2:7. Yafahamu sana hayo. Sasa Paulo anasema ya mwisho. Anasema yafahamu sana hayo nisemayo. Kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Ina maana kwamba kama hautafahamu yale ambayo umefundishwa, Bwana hatakupa akili. Lakini ikiwa utafahamu yale ambayo umefundishwa, Bwana atafanya nini? Atakupa akili. Bwana atakupa akili. Sasa kwa leo, wale ambao wanaenda kubatizwa, ningependa waweze kusimama. Wale ambao wanaenda kubatizwa wote, wale ambao wanaenda kubatizwa waweze kusimama. Unajua kubatizwa watu, lazima tuangalie. Hatutaki tukosee kwa kubatiza mtu, lakini baadaye atakuwa duniani bado. Unajua ubatizo si jambo la mzaha, si la mzaha. Ubatizo ni uamini ndani ya moyo wako kuelekea kwenye ubatizo. Na kuna mambo ambayo ulikuwa unayafanya, ni lazima uweze kuiacha. Kwa hivyo kama bado unaona kuna mambo ambayo ni vigumu, unataka kuiacha saa hii, yeye uachane ubatizo kwa sasa. Uachane ubatizo. Tubatize watu wawili ambao wameamua. Hatutaki tubatize watu 50, lakini baada ya sabato 2 nabaki watu 5. Ina maana walikuwa wanaogelea bure. Haifai. Kwa hivyo kama umeamini ndani ya moyo wako ya kwamba yale mambo ambayo ulikuwa unayatenda zamani unaweza kuyaacha, piga hatua hapa mbele. Piga hatua hapa mbele. Piga hatua hapa mbele. Na ningependa iko uweze kunakili majina haya. Ningependa uweze kunakili majina ya watumishi ambao wameamua siku ya leo wanaenda kuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. Kwa hivyo ningependa watumishi Sebi, mwana pale Johnson hapo pale,
watumishi wote wakuja hapa mbele ili tuweze kuombea watumishi. Na pia tunapoomba tukumbuke ile familia ambao vijana wao wanapitia shida na changamoto nyingi sana. Watumishi, tafadhali jioni hapa tuweze kuomba. Mtumishi ametoka sehemu za mpakani, watu huko nimesahau, Kakuma, Lodwa ni masaa karibu 13 kama bana 15 hours ndio fika Nairobi. Bali sana. Lazima uwe na 5,000 ndio ufike pale. Kwa hivyo watumishi, ningependa tuweze kuombea na ningependa Johnston, kuna mtumishi hapo pale. Fika kama familia imekuja, tutafanya maombi baada ya haya. Kwa hivyo ningependa mtumishi tuweze kukabidhi hawa watumishi. Mungu azidi kuwashindania na wapiganie katika safari hii. Tunapiga magoti tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru pamoja nasi na wana binti zako wamejitolea wangali mbele zako, wamekuja kwako baada ya kukusikia wewe uliyopekea kweli na Yesu Kristo aliyemtuma ili kupitia yeye wanadamu wote wapate ukombozi. Wao ni miongoni mwa wale wamejiondoa, kwa wale ambao wamekuwa kusikiliza ujumbe, wamekuwa kusikiliza jumbe mbalimbali, na baada ya kupima wakaona wewe ndiwe utakayesimama hata milele. Hivyo baada ya kuamini ujumbe wako, basi wako tayari kubatizwa ili waingie katika vita. Hivyo tunakuomba, tunapounganika kuingia katika vita hii, utushindanie, simama na sisi wakati wote ambao tunapigana vita hii. Tunaomba nguvu zako ziwe juu yetu, maana sisi sio sisi tena, maana ni wewe uishie ndani yetu. Hivyo tunakuomba utushindanie. Mwokozi, tunakuomba katika jambo yoyote ile ambalo tunafanya, tunakuomba utuwezeshe kufanya kwa utukufu wako. Maana dunia hii imesimama ili kutupinga sisi. Shetani amesimama ili kutupinga sisi. Lakini natuambia shindaye, utakapoketi pamoja nawe katika kiti cha enzi kama vile ulivyoshinda ukaketi pamoja na baba yako Mwenyezi Mungu. Hivyo tunakuomba pamoja nao, na kupitia jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunaomba. Bado tunaomba. Maombi yanaendelea. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, Mungu ishie milele mbinguni, na katika mioyo ya watakatifu wako jina lako litukuzwe. Umekuwa pamoja nasi Bwana, umeandaa kundi lako ili kwamba Bwana tutaweza kuwa jeshi kubwa tutakaoishindania imani hata mwisho. Wasaidie watoto hao wanapopiga hatua hii ya kufanya ubatizo, yaani wanazaliwa tena ndani ya maji, ili kwamba Kristo uishi ndani yao. Kuwa pamoja na kila mmoja, saidia kila mmoja Bwana. Shikilia mkono wote ambao wanataka kwa imani. Tembea pamoja nasi ukituandaa kwa ajili ya marejeo Bwana wetu Yesu Kristo. Neema yako iwe pamoja nasi. Jina lako litukuzwe na katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Haya, kabla usiondoke, watu kupisha na kibali. Alafu ni vizuri, unajua kuna makosa ambayo tunayafanya kila wakati. Tunapatiza watu hatukiwa natoka wapi ama wanashiriki wapi. Ni vizuri unapoandika, andike namba yake ya simu, anashiriki wapi. Najua nimekuja kujua kwamba tunapatiza watu kwa sababu we are in one true God, lakini anashiriki wapi? Nice. Awamini ndio tunaamini. Hili makosa ambao tunayafanya kila wakati. Sisi tunaamini wale ambao tuko nao katika safari, na tuamini, hatutaki watu kuchangamana na sisi ambao hawaamini doctrine ambao sisi tunaamini. Hapana. Kwa hiyo ni vizuri kama unaenda kubatizwa,
Andike jina yako, namba yako ya simu na unashiriki wapi. Na nikipenda niweze kumalizia pale. Nikabidi enda, kuna mambo ambayo anafaa sumuze kidogo ili tuende kwenye lunch kuhusu hawa ambao wako hapa. Nijue kama elders wao wamewaleta ama wamejiandaa. Maana katika pale ubatizo watu tunalipia. Si hatulipishi mtu kwa ubatizo, hapana. Lakini mahali ambapo tunaenda kubatiza watu tunalipa. Kwa hivyo ni vizuri tuko tumetangazia makanisa yote ya kwamba kama kuna watu ambao wanaenda kubatizwa, ni vizuri elders wao wametoa pesa ya nini ya kulipia pale. Lakini hatulipishi mambo ya kubatizwa. Kwa hivyo ni vizuri tujue elders mahali ambapo wametoka, wamejiandaa vipi. Karibu mtumishi. Asante kwa hayo. Moja amesikia kile jina yako, umetoka wapi, namba ya simu, washiriki wapi. Kuna jambo moja nilisahau. Kuna harusi ya Manuel Anonda ambaye ni mmoja wetu wa hapa CBD. Kwa hiyo harusi itakuwa hapa CBD ni 19 tarehe 19 mwezi wa 7. Kwa hivyo kuna jambo tuliongea kabla haijafika siku ya harusi, tutakuwa tumejipanga. Kwa sababu ni mmoja wetu, lazima tutanunulia zawadi. Na tutaongea ni siku gani tutapatana zawadi yenyewe, kwa sababu harusi itakuwa ni siku ya Sabato.